Zilipelekea baadhi ya madaraja kubomoka na barabara zake, lakini pia ni kitu ambacho kilipelekea baadhi ya wananchi kupoteza maisha yao na baadhi ya wananchi kupoteza mali zao zikiwemo nyumba, mifugo na mambo mengineyo. Na mvua zile ambazo zilinyesha kwa wingi wakati ule zilisababishwa na kinachoitwa mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa mantiki hiyo, mwaka huo kulishakuwa na mipango ya kujenga madaraja na barabara katika maeneo mengi ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kama mjuavyo, wakati fulani nchi nzima inagawana keki ndogo iliyoko katika Wizara ya Fedha pale Hazina. Tulipata bahati ya kumwelezea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu muhimu wa mkoa wa Dar es Salaam kiuchumi, kidiplomasia na katika masuala mengineyo. Na kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alitutaka tukae na TANROADS tuainishe, tubainishe na kuorodhesha madaraja na barabara ambazo zinaweza kuwa ni kiungo kikuu kwa maendeleo ya mkoa wa Dar es Salaam na kwa shughuli zingine za kiuchumi. Baada ya kuifanya kazi hiyo, ndipo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipoelekeza TANROADS kwamba sasa watangaze tenda kwa design ambayo tayari walikuwa wameshakuwa nayo, ambayo inakisiana sana na mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa mantiki hiyo, mahitimisho ya maombi yale ndiyo yaliyozaa daraja la Jangwani, ndiyo yaliyozaa daraja la Kigogo, ndiyo yaliyozaa daraja hili la Mkwajuni hapa tulipo sasa. Na kama mnapokumbuka kwamba daraja hili hapa tulipo Kigogo, baada ya tenda kutangazwa, baada ya wengi kuomba, tumezoea madaraja kama haya kuwapa wakandarasi wazawa, kuwapa wakandarasi wageni. Lakini hapa Kigogo tumepata a very new experience, kwa maana anayejenga hapa anaitwa Kings Builders Limited, mzawa wa Tanzania, na kazi ambayo anaifanya hapa ni kazi ambayo amewazidi hata wale ambao huwa tunadhani wanafanya kazi kubwa. Ninyi ni mashahidi na ningependa Dar es Salaam wawe mashahidi. Barabara hii mkataba umesainiwa mwezi wa kwanza 2024. Na baada ya kusaini mkataba huo, nyewe mnafahamu kuna mambo mbalimbali. Kuna mvua imekuja ikanyesha 2024, mwezi wa 3, wa 4, wa 5 kama mnakumbuka. Pote hapa pakajaa kiasi kwamba ujenzi usingeweza kuwezekana. Kwa hiyo huyu mtu ametumia almost kama mwaka mmoja mpaka hapa tulipofikia. Tukisema barabara za maungio kwa mita 680, maana yake ni kwamba huyu Kings Builders hajajenga daraja tu, anajenga kipande cha lami kinachokwenda upande wa kushoto wangu na anajenga pia kipande cha lami kinachokwenda upande wa kulia wangu. Jumla inakuwa ni mita 680 kasoro tu kilomita moja, mita 320. Barabara hiyo itakamilika kwa kiwango cha lami, lakini kama mnavyoona amenyanyua barabara hii kwa zaidi ya mita 6. Hii daraja kutoka pale chini amejenga piles karibu 40, kwa maana upande huu 20 na upande huu 20. Ujenzi uliofanyika hapa ni ujenzi mzuri, ujenzi wenye kiwango, speed yenye kiwango, na huyu sisi kama viongozi wa mkoa tunamrecommend pia kwa TANROADS na kwa watu wengine kwamba anastahili kupewa miradi mikubwa zaidi kwa kuwa ni kielelezo kizuri kwa wakandarasi wazawa. Na nitoe rai kwa Dar es Salaam wote kwamba tunapokuta miradi kama hii inajengwa, na hapa tuliposimama, nyinyi kama mnakumbuka, kwa mara ya mwisho kuna wenzetu zaidi ya 4 walipoteza maisha hapa baada ya gari yao aina IST kusombwa na maji wakiwa nadhani maji ni mafupi. Kwa hiyo daraja hili kunyanyuliwa hapa ni ishara kwamba moja, tabia kufunga barabara na kuchelewesha shughuli za kiuchumi haitakuwepo. Lakini mbili, riski kubwa ambayo ilikuwepo kwa wenzetu wengi na hata sisi wenyewe na kupoteza maisha haitakuwepo. Lakini tatu, kama mnajua haya ni maingilio ya Mto Ng'ombe. Mto overflow ni hatari kwa maisha ya watu, lakini pia ni hatari kwa makazi ya watu. Sasa daraja hili kujengwa hapa, maana yake ni kwamba makazi ya watu
hayatakuwa tena kwenye hatari. Pamoja na kwamba hayatakuwa kwenye hatari, bado kuna umuhimu mkubwa kuendelea kutoa elimu kwa Watanzania wengi na hasa wa Dar es Salaam kuto kujenga tena mabondeni. Miradi hii tukianza tena kublock maji, tutahatarisha daraja, alafu pia tutahatarisha pia maisha yetu wenyewe. Kwa baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari na wana Dar es Salaam wote kwa ujumla, daraja hili ni moja ya madaraja ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameahidi kuja kuyazindua. Daraja la Kigogo, daraja la Mkwajuni na daraja la Jangwani kwenye package moja ameahidi kuja kuyazindua, ili Watanzania hawa wapite kirahisi kwenye madaraja ambayo kwa muda mrefu walipiga kelele kuilia serikali ili iweze kuboresha miundombinu yao. Kwa baada ya kusema haya, ndugu zangu, nawashukuruni sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mkawe mabalozi wazuri kwa Watanzania ambao huwa wanachelewa kuelewa. Ubishi unakuwa mbele, maarifa yanakuwa nyuma. Mkawe msaada, maarifa yawe mbele, ubishi uwe nyuma. Nawashukuruni sana.